Hakika ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni, ni msemo wa Waswahili ambao wanazungumza na ni uthibitisho kusema tu kwamba dunia ina mengi. Lakini pia kikubwa ambacho kimeweza kutokea ndani ya wiki hii ni baada ya kifo cha Papa Francis ambaye makazi yake makuu yalikuwa pale Vatican, lakini pia ni papa ambaye mwenye asili ya Latin America napozungumzia pale nchini Argentina. Kikubwa ambacho kimeweza kuwashangaza wengi na mpaka nikaamua kuleta makala hii hapa kupitia FM Online ni kuhusu mambo ya ajabu na ya kutisha yaliyoweza kutokea katika msiba wa Papa Francis ndani ya Vatican nchini Italia. Sasa kwa wale ambao wangependa kufahamu ni kwamba Vatican ni nchi ya mataifa ambalo lipo ndani ya nchi ya Italia. Kwa hiyo ni sehemu ya makao makuu ya kanisa Katoliki kwa waumini wa kimataifa wa dini ya Katoliki. Walikuwa wanaomboleza msiba mzito wa kiongozi wa dunia wa kanisa Katoliki na kanisa lenye historia kubwa duniani. Sasa maajabu ambayo yanatajwa ni kuhusu mazishi ya kiongozi huyu wa kanisa Katoliki, ambapo ndani yake kuna mengi yamezungumzwa na baadhi ya wachambuzi ama expert mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, wakiwa wanazungumzia ukubwa wa event ya mazishi, ile siku ya mazishi yenyewe ya funeral ya huyu kiongozi mkubwa wa kanisa na mzungumzia Papa. Sasa ishu kubwa ambayo inahusishwa ni kuhusu the way ambavyo mazishi yaliweza kuendeshwa, lakini pia wakihusishwa Illuminati ama nazungumzia hawa jamii ya siri ama kwa jina lingine wanaitwa Freemason. Sasa watu wengi wamejiuliza kwamba kwa nini kuna ishara kubwa kabisa ambazo zimeweza kuonekana, especially ishara ya msalaba ambao umegeuzwa kichwa chini miguu juu, kwa sababu tunaamini kwamba msalaba ambao unatumika na makanisani ni msalaba ambao unaanzia juu, lakini pia fimbo yake ile ule urefu unaelekea chini. Lakini pia katika msalaba ambao umetumika katika funeral day ya Papa Francis ni msalaba ambao chini umekuwa ndio una alama ile ya cross, ule msalaba umekuwa umeelekea chini, lakini pia ile alama ndefu ikiwa imeelekea juu. Kwa hiyo watu wakiwa wameweka question mark kwamba alama hizi ni moja kati ya saimbo ambazo zinatumika na Illuminati ama wanaitwa Freemason. Sasa imekuwa ni discussion kubwa sana kwenye mitandao, wengi wakimhusisha Papa Francis pamoja na ushiriki wake katika ile issue nzima ya Freemason. Kwa hiyo ni discussion ambayo content creators pamoja na wachambuzi mbalimbali mtandaoni wakiwa wanazungumza kwamba inawezekana kanisa lishauzwa ama inawezekana kwa namna moja ama nyingine Papa Francis alikuwa anahusiana na hizi issue nzima za Freemason. Lakini pia ni issue ambayo baadhi ya wachambuzi wamezungumza kwamba ishara hizi ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii hazina ukweli wowote kwamba kanisa ama Papa Francis alikuwa mmoja kati ya wanachama wa Freemason. Sasa moja kati ya ishara ambazo zimeweza kuonekana ni kwamba siku ya mazishi kulikuwa na ishara mbalimbali. Wale ambao walikuwa nasindikiza msiba huu ama maiti ya Papa Francis walikuwa katika mavazi ya ajabu, lakini pia wapo ambao wanaonesha kwamba dalili ama ishara ambazo kipindi Papa Francis yupo hai, alama ya vidole, lakini pia alama ya jicho ambayo tunaita kwamba ni Orsinya eyes. Lakini pia kuna baadhi ya nembo za piramidi zilikuwepo katika msiba wa Papa Francis. Kwa hiyo ni discussion kubwa sana ambayo inatajwa kwamba huenda Papa Francis alikuwepo moja kati ya watu ambao wapo katika chama. Lakini pia nadharia hii inaeleza kwamba Freemason ni jamii ya siri na ni jamii ambayo ipo kwa ajili ya utoaji wa misaada, lakini pia inajumuisha dini mbalimbali. Lakini katika upande wa kanisa Katoliki bado haijafahamika kwamba je, kanisa wameungana na chama hiki ama chama hiki ni chama cha shetani. Kwa hiyo ni discussion kubwa sana ambayo inaendelea, lakini baadhi ya watu mbalimbali waumini wamekasirishwa na ishara hizi ambazo zimekuwa zinazungumzwa kwenye mitandao kwamba Papa Francis anahusishwa ama mazishi yake yalikuwa ni mazishi ya kishetani. Kwa hiyo niambie hapo chini guys kwenye comment section kama muonaje kwa kile ambacho kimetokea katika msiba wa kiongozi wa kanisa Papa Francis. Bye bye and see you the next one. Ciao.